Mwanakondoo ameshinda. Niwakaribishe kusikiliza neno la Mungu. Ninayewaletea ujumbe wa neno la Mungu ni mtumishi wa Mungu, Mchungaji Emmanuel Adams Kazwe, kutokea chuo chetu cha Kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Rukwa, chuo cha Theolojia Mlimani. Neno tulilopewa kwa siku ya leo, tutasoma kutoka kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya 11. Linapatikana kuanzia ule mstari wa 14 hadi ule mstari wa 27. Kitabu cha pili cha Samueli, katika ile sura ya 11 mstari wa 14 kuishia ule mstari wa 27. Kabla ya kusoma neno, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishie na kumiliki milele, ni wewe utabaki kuwa Mungu uliyekuwepo, uliyepo na utakaye kuja, Mungu Mwenyezi. Sante kwa kunipa kibali mtumishi wako kwa siku ya leo, niweze kusimama mbele ya madhabahu yako takatifu kwa ajili ya kukuwakilisha wewe. Kanitumie kama chombo, na hili kusudi ulilolikusudia kupitia neno hili likalifikie kanisa lako na likaweze kuleta matunda sawasawa na lile lilo kusudi lako. Karibu sasa uzungumze na watu wako kupitia kinywa changu. Niwezeshe, ukanipe nguvu na ujasiri wa kukuwakilisha vyema sawasawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba kwa imani. Kanisa tuseme amen. Amen. Neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 11 mstari wa 14 hata ule mstari wa 27. Neno la Mungu limeandikwa: hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika katika waraka huo kusema, mwekeni mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mumuache, ili apigwe akafe. Ikawa Yoabu alipokuwa akiusulu mji, akamweka Uria mahali alipojua ya kuwa pana mashujaa. Watu wa mji wakatoka wakapigana na Yoabu na baadhi ya watumishi wa Daudi wakaanguka, Uria Mhiti naye akafa. Ndipo Yoabu akapeleka na kumwarifu Daudi habari zote za vita. Akamwagiza yule mjumbe akisema, ukisha kumpa mfalme habari zote za vita, itakuwa hasira ya mfalme ikiwaka, akakuambia, kwani mliukaribia mji namna ile ili kuupiga? Je, hamkujua ya kuwa watapiga mishale toka ukutani? Ni nani aliyempiga Ahimeleki mwana wa Elbasheti? Je, si mwanamke aliyemtupia jiwe la kusagia la juu kutoka ukutani, hata akafa huko Tebes? Kwani kukaribia ukuta namna ile? Ndipo utakaposema, mtumishi wako Uria Mhiti amekufa naye. Basi yule mjumbe akaenda
akafika na kumwonyesha Daudi yote aliyomtuma Yoabu. Yule mjumbe akamwambia Daudi, watu hao walitushinda, wakatutokea nje hata uwandani, tukashindana nao hata mahali pa kuingilia langoni. Wapiga mishale wakatupiga sisi watumishi wako toka juu ya ukuta, na baadhi ya watumishi wa mfalme wamekufa, na Uria Mhiti mtumishi wako amekufa naye. Basi Daudi akamwambia yule mjumbe, basi mwambie Yoabu maneno haya, jambo hili lisiwe baya machoni pako, maana upanga hula huyu kama unavyo mla huyu. Zidi kutia nguvu vita vyako juu ya mji, ukauangushe, nawe mtie moyo. Na yule mke wa Uria alipopata habari ya kuwa Uria mumewe amekufa, akamwombolezea mumewe. Hata maombolezo hayo yalipokwisha, Daudi akatuma mtu akamtwaa, akamtia nyumbani mwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi likamchukiza Bwana. Ndiye mstari wa 27 ambao ni wa mwisho. Hata maombolezo haya yalipokwisha, Daudi akatuma mtu akamtwaa, akamtia nyumbani mwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi likawa chukizo, likamchukiza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapendwa katika jina la Yesu Kristo, kama tulivyosikia ujumbe huu tulilopewa kwa siku ya leo kutoka kitabu hiki cha pili cha Samueli sura hii ya 11, ni simulizi inayohusu watu karibu 4. Mfalme Daudi, lakini kuna watu watatu wametajwa katika habari hii. Ametajwa Yoabu ambaye alikuwa ni kamanda wa jeshi la Israeli wakati wa utawala wa mfalme Daudi. Lakini ametajwa mtu aliyetambulishwa kwa jina la Uria. Huyu Uria alikuwa ni mojawapo wa wanajeshi shujaa. Katika kikosi cha mfalme Daudi alikuwa na mashujaa wa jeshi 30, na Uria alikuwa ni mojawapo wa wanajeshi hawa mashujaa wa kikosi cha mfalme Daudi. Lakini Uria yeye hakuwa Muisraeli, alikuwa ni Mhiti. Alikuwa ni kiongozi wa kikosi cha jeshi kutoka taifa la Wahiti, ambao uko awali walikwisha tawaliwa na Israeli na jeshi lao kuchukuliwa. Kwa hiyo Uria akiwa kamanda wa jeshi la Wahiti alikuwa na kikosi alichokuwa akikiongoza katika yale mapambano ya jeshi la Daudi aliyopigana nao dhidi ya Waamori. Na mtu wa 4 anayezungumzwa katika habari hii ni huyu mwanamke anayetambulishwa kwa jina la Batisheba. Huyu Batisheba ndo alikuwa mke wa huyu mwanajeshi shujaa wa kikosi cha Daudi, ambaye sasa ukianzia ule mstari wa kwanza, simulizi hii inaanza na mstari wa kwanza, unaliona jambo na ile dhambi aliyoifanya Daudi. Kianzia mstari wa kwanza kabisa, wakati wa jua kupunga mchana kweupe, Daudi kama walivyokuwa wafalme na kama walivyo wafalme siku hizi, baada ya kupata chakula chake cha mchana, alitoka akapanda juu orofani. Biblia inasema alikuwa juu ya paa la nyumba akiwa anazunguka anavinjali, anapunga hewa mchana kweupe. Aliporusha macho hivi, anamuona huyu mwanamke, mke wa mwanajeshi wake Uria, akiwa anaoga. Daudi baada ya kumtazama yule mwanamke akiwa anaoga,
Biblia inasema yule mwanamke alikuwa na sura nzuri, alikuwa ni mzuri, alikuwa na umbile zuri. Daudi hakuishia kuyaachia macho yake kuona, kuna vitu viliendelea kumvuta, na hakuishia kuendelea kuvutika na vile vitu. Alichukua hatua kadhaa baada ya tendo lile la kuona. Biblia inasema Daudi akatuma ujumbe wamwite yule mwanamke. Wajumbe walikwenda wakamwita yule mwanamke, na mara baada ya kumwita yule mwanamke wakampeleka kwenye ikulu yake. Biblia inasema Daudi alilala naye, na mara baada ya kulala naye basi mimba ilitunga, na yule mwanamke ilimpasa kupeleka sasa ujumbe kwa mfalme Daudi kwamba kwa lile tendo ulilolifanya kwangu tayari nina ujauzito wa kwako. Ndipo Biblia inazungumza sasa, baada ya ule ujumbe wa Betsheba aliopeleka kwa mfalme Daudi kumfikia Daudi, Daudi anaona katika fikira zake na akili yake lipo jambo moja tu ambalo angaliweza kufanya ili kuifuta aibu na lile dhambi aliyokuwa ameifanya. Biblia inaeleza kwamba Daudi anatuma ujumbe katika fikra zake, na katika uso wa kibinadamu ungeliweza kuona kama ni jambo jema la neema. Anatuma ujumbe kule vitani ambako vita vilikuwa vinaendelea kupigana kati ya Waisraeli na Waamori, wamrudishe huyu Uria arudi apate kupumzika nyumbani kwake. Ujumbe unamfikia huyu mwanajeshi aliyetambulishwa kwa jina la Uria Mhiti. Unapomfikia akatii kwa heshima na unyenyekevu kwamba mfalme ameagiza urudi nyumbani kwako ukapumzike. Uria akatii akarudi, lakini kama yalivyo maadili ya jeshi, Uria hakutaka kuvunja maadili ya jeshi. Pamoja na kwamba alikuwa ni mwanajeshi mtiifu, lakini pia alimheshimu Mungu na kumwogopa Mungu. Katika dhambi hii aliyoifanya mfalme Daudi, unaona kila dhambi inayokusudiwa kufanyika huwa sio jambo la bahati mbaya. Dhambi yoyote aliyoipanga mtu kuifanya juu yako au kuifanya kwa mtu mwingine ni mchakato, ni mpango mkakati, ni mpango kazi. Tunaiona dhambi ya Daudi inaanza na kutazama vibaya. Daudi anapomwona huyu Betsheba mke wa Uria akioga, alitazama vibaya, akayaruhusu macho yaingize taswira mbaya kwenye akili yake na nafsi yake. Na baada ya kutazama vibaya, tunaona hatua ya pili inafuata. Hatua iliyofuata ni Daudi kutengeneza sasa ni namna gani aweze kumpata huyu Betsheba aweze kulala naye. Na baada ya kulala naye, tunapokea taarifa ya kwamba yule mwanamke alipata ujauzito. Na baada ya ujauzito, tunaona Daudi anaanza kutengeneza fatiki, anaanza kutengeneza mpango wa namna ya kuficha ile dhambi. Kwa hiyo hakuna dhambi ya bahati mbaya. Kila dhambi inayopangwa na mtu juu yako au juu ya mtu mwingine ni mchakato, ni mpango kazi, ni mpango mkakati. Unakuwa na malengo ambayo mtenda dhambi hiyo aliyakusudia. Usije ukadanganyika mtu akakwambia ni bahati mbaya tu. Hakuna dhambi ya bahati mbaya chini ya jua. Kila dhambi inayotendwa inakuwa ni mpango ambao una mchakato mrefu. Mfalme Daudi hakukiri kosa, ndio maana akaendelea kufanya hii mipango mpaka hakikishe dhamira yake imeweza kufikia kwenye muafaka aliokusudia, kwenye kusudi alilokuwa amelikusudia. Akatenda na Mungu akaiandika dhambi ya Daudi. Lakini tunaona matumizi mabaya ya madaraka. Daudi akiwa mfalme alikuwa ni mfalme ambaye alitukuka sana, ni mfalme mwenye sifa, ni mfalme ambaye kuanza kwa ufalme wake aliitwa na Mungu, amepitishwa katika michujo na michakato mbalimbali. Hakuna mfalme ambaye ufalme wake uliwahi kutukuka kama Daudi. Lakini tunaona baada ya kuingizwa kwenye ufalme, Daudi anafika kwenye tamaa mbaya, anatumia madaraka mabaya, anatumia madaraka vibaya aliyopewa na Mungu. Badala ya kulinda watu wake, Daudi anaanza kutumia nafasi aliyopewa na Mungu ili kuharibu maisha ya watu. Na moja ya watu walioharibu maisha yao ni Uria. Ameanza kuiharibu nyumba yake, ndoa ya Uria, na baadaye akauondoa uhai wa Uria.
Lakini jambo la tatu, ni vizuri tukajifunza kwamba Mungu anaona yote. Daudi alizani ameificha ile dhambi aliyoifanya.